mwanangu ile bwana, kwa haya matokeo ambayo ameyapata Simba. Bwana, nashukuru sana matokeo, lakini mpira una matokeo matatu. Katika hili tokeo ambalo limetokea hapa ni tokeo la mpira pia, lakini mimi kuna maswali magumu sana ambayo najiuliza, japokuwa watu wengi wanalalamikia sana uongozi, lakini tunaangalia performance. Mimi naongelea sana dakika 90 kwa sababu mimi ni mtu wa pitch zaidi. Tukiangalia namna ambavyo Simba kwanza kabla kukabili mchezo huu, Simba alikuwa amekusanya alama 12, kwa maana kwamba alikuwa ameshashinda mechi zake, amefungwa na Azam tu pekee mechi moja, amefunga magoli 11 mpaka anaingia kwenye mechi hii akiwa ameruhusu magoli matatu. Mtibwa mpaka anakuja hapa hii mechi ya 9 leo anacheza. Kwenye hizo mechi 9 ameshinda mechi 2, mechi 4 ameenda amedraw, na hii hapa inaongezeka kwenye namna ya kudraw. Kwa hiyo ukiangalia namna magoli ambayo amefunga, ameruhusu magoli 4, amefungwa magoli 4. Kwa hiyo kinafikirisha kidogo ukiangalia namna rekodi ya Mtibwa ambaye anaenda kucheza na Simba huyu ambaye tunaenda kwenye michuano hasa ya kimataifa, tuna mechi 4 ngumu mbele yetu. Tuna mechi tarehe 23, tarehe 30, tarehe 2 na Singida, tarehe 6 tunarudiana na Petro Athletic. Kwa hiyo unaona kabisa kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa tuvifanye kwenye uwanja. Wachezaji wamekosa uwajibikaji kiwanjani, kwa sababu kabla kuanza kuwalaumu viongozi, angalia nafasi za Elim Panzu dakika 56 na dakika 17 kwenye goli lile kule. Amekosa nafasi za wazi 1 against 1. Sasa kama unashindwa kutengeneza nafasi kwenye timu daraja kama la Mtibwa, uwezi ukapata nafasi, experience hauwezi kukupa nafasi zaidi ya 4. Kwa hiyo unaona moja kwa moja mwaka huu tuseme kwa kikosi chetu cha Simba tuna safari ndefu sana, na kuna vitu ambavyo inatakiwa vifanyike. Tunasema kwamba ukitaka kwenda mbinguni lazima ufe kwanza, lazima tukubali kufa kwanza ili kusudi twende mbinguni. Simba inahitaji vitu vingi sana, wachezaji wanavyocheza, timu ikiwa haina mpira, timu ikiwa na mpira, unaona kabisa wachezaji wanakosa ule, yani quality, sio ni quality, sijui ni nini ambacho kimeingia kwa Simba Sport Club. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana kwa Simba hii, ukiachana na mambo ambayo yako nje ya uwanja, lakini kwenye pichi kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifanye ili kusudi na sisi twende tusogee. Msimu huu ukiangalia na Simba yangu hii, sidhani kama kuna taji lolote ambalo tunaweza tukachukua kwa msimu huu na kikosi changu ninavyo. Sidhani kama msimu huu kwa Simba namna ambavyo inacheza on pitch, kwenye pichi, sidhani kama kuna taji lolote msimu huu tunaweza tukaenda kulinyakua. Nini kifanyike nyinyi mnadhani kwamba Simba inakwenda kukombolewa sasa? Mimi kwanza tukiongelea issue nzima kwenye uwanjani, wachezaji wanakosa uwajibikaji. Unajua mpira una vitu vitatu: quality, game plan, ambao tunainguzia game plan moja kwa moja anaenda kuiweka maamuzi. Ukiachana kocha. Ukiachana na makocha kubadilisha mara kwa mara, kwa sababu kila kocha anapokuja anakuja na falsafa zake. Lakini sisi Simba tumesajili wachezaji wenye daraja la kati, na pia viongozi wetu wanashindwa kuvitunza viwango vya wachezaji. Hii inaiongeaga sana, wanashindwa kutunza viwango vya wachezaji wetu. Tunasajili wachezaji, unaona moja kwa moja mchezaji anatoka huko ana kiwango kizuri. Huyu Neo Maema tumemtoa moja kwa moja, Chani nadhani ametoka amekuja hapa na kiwango kizuri kabisa, wakina Maurice Abraham, lakini viongozi wetu wanashindwa kuwaweka wachezaji karibu kuvitunza viwango vyao. Elim Panzu leo hii kama bahari, leo anakupwa, kesho anajaa. Leo anakupa kiwango kizuri, hana ule muendelezo wa kiwango moja kwa moja. Kwa hiyo natakiwa viongozi watengeneze urafiki na hao wachezaji, wawe naye karibu. Wakina tulimsajili mtoto mmoja cha Sambi, mpaka leo hii haonekani hata kwenye benchi, na tunaenda kumpoteza kijana. Kijana amekuja na kiwango kizuri. Shida viongozi wetu wanashindwa kutunza viwango vya wachezaji. Ukiachana na mambo ambayo yako nje huko kwamba viongozi sijui wachezaji wanaonekana hawapambani vizuri, lakini ukiangalia wenyewe wachezaji upambanaji, angalia mechi ambayo tumetoka kupoteza Mapinduzi, tukasema mechi ya leo hii wakina Elim Panzu basi watatuonyesha kweli kweli, kwa sababu tuna mechi ya tarehe 23 ambayo tunaenda kucheza na timu kwenye mashindano ya kimataifa, lakini kitu ambacho wamekicheza leo ni cha ovyo. Hata huko ambako unaenda kuona kwenye hizi mechi 4, sidhani kama hata tunaweza tukakusanya hata alama moja. Yaani sidhani kabisa kwa experience kama unaweza kupata alama na hiyo mechi ya tarehe 2 ya Singida na hata mechi ya Petro Athletic. Kwa hiyo unaona tuna safari ndefu sana kwa kikosi cha Simba Sport Club. Hata dalili ya mzioni dhidi ya experience ya Tunisia. Na hapana, mimi sioni. Yaani kwenye hizi ukiangalia movie inafanya mpira unachezwa kwenye hizi mechi 4 ambazo nimekutajia hapo, mechi ya kwanza tarehe 23, kwa sababu Simba nadhani baada ya mechi hii hapa wanasafiri hapa. Kuna mechi ya experience ya tarehe 23, ya tarehe 30, alafu kuna mechi ya tarehe 2 na Singida, kuna mechi ya tarehe 6. Sidhani kama Simba inaweza kukusanya hata alama 2 kwenye hiyo michezo. Haudhani? Sidhani kama Simba inaweza, kwa sababu tumeangalia quality ya Mtibwa namna ambavyo imekusanya alama kwenye ligi. Unaenda kucheza na timu kama hizo ambazo nimekutajia, ni timu ambazo zinaonekana kuimarika. Nafasi ambazo Elim Panzu pale alikuwa anazichezea zile zimuhitaji mangungu wala zimuhitaji kiongozi yoyote. Elim Panzu amepata nafasi pale, ameshindwa kuzitumia. Tuna moja kwa moja sisi, kwa sababu lawama tuna mtu wa kumwegamia. Ukiwa unalaumu sana viongozi, unaharibu kiwango cha wachezaji. Wachezaji wenyewe wanashindwa kupambania bendera ya Simba Sport Club. Kwa hiyo shida ni wachezaji na wala sio uongozi wa Simba.
Uongozi of course una mapungufu pia, lakini lawama lazima tujigawanye wachezaji. Kwa hiyo ina maana mapungufu ambao wako nao viongozi ndio wamefanya leo tusipate matokeo kwa Mtibwa. Nafasi zile Elimpanzo ambazo wamekosa yeye na golikipa, huwezi ukaenda kuangushia lawama uongozi. Mimi nadhani uongozi una mapungufu yao, lakini pia wachezaji wana mapungufu. Tena mapungufu ya wachezaji ni makubwa sana kwenye pichi kuliko hata ya viongozi. Viongozi anaweza karekebishika. Hata leo Mangungu akisema timu yenu hiyo nawaachia, tutamwona Elimpanzo kwamba leo anaruka golini na anaenda nafunga. Kwa hiyo mapungufu pia yapo kwa uongozi, pia kwenye pichi ndio kuna mapungufu makubwa sana. Huyu beka huyo, mimi nakwambia kwenye hizo mechi 4 tutasikia. Kwenye hizo mechi 4 hizi kocha atakuja kuonekana mbaya kaka. Kocha amewekea lundo la wachezaji lakini bado wanakosa uwajibikaji kiwanjani. Kwa hiyo kwenye hizo mechi 4 ambazo nimekutajia, kocha anaweza kumpata mkono wa kwaheri. Kaka tunza hili City. Shukrani sana. Asante sana.